Keni, natokea kanisa la Tanzania Assemblies of God Forest ya kwanza hapa, ambalo tunakuwa tukizungumza kwamba, nafikiri ndugu mtangazaji, nazungumza kwa nini kipindi tulichonacho matukio mabaya yanatokea, ubakaji, watoto na mambo mengi. Sasa hivi unajua Biblia ukisoma kitabu cha Ufunuo anazungumza habari ya mihuri iko karibu 7. Kuna muhuri wa kwanza, ule mlango wa 6 unazungumza baada ya kufunguliwa muhuri wa kwanza kulitokea farasi mweupe aliyempanda ameshika uta. Alafu muhuri mwingine akaja farasi mwekundu aliyempanda ameshika upanga, mwingine akaja farasi wa kijivujivu, mwingine akaja farasi mweusi na mambo mengi. Sasa kinachokuja kufanyika sasa hivi, uovu umechukua nafasi kubwa sana kuliko mema. Sasa hizi ni dalili za kuonekana tunakoelekea, siku zimekaribia sana. Haya matukio wengine wanashawishika na waganga na uchawi, yanaleta swala la ukengeufu ambao umeingia kwenye jamii. Sasa nini kifanyike kupambana na ukengeufu? Ni watu wamrudie Mungu. Sisi wahubiri lazima tuhubiri kweli na kwa kiwango cha kweli, tukimsema Yesu wa kweli awezaye kubadilisha mielekeo. Unajua hakuna jambo ambalo linaweza likaituliza dunia kama ukweli wa Injili ukawafikia watu, wafikie sehemu sasa ya kutubu kama watu wa zamani. Tuliona kuna nchi ya Ninawi, walipokuwa nabii Yona alipoitembelea Ninawi, alihubiri kwa muda mfupi sana. Ninawi walivaa magunia, wakamlilia Mungu, wakaomboleza mpaka Mungu akagairi mambo mabaya. Bado nafasi ipo, waovu waache kufanya uovu, lakini dhambi imenyanyuka sana, imesababisha mpaka hayo ambayo tunayaona. Zakaria Mkeni Nyanda. Kwa bahati mbaya sasa ni kwamba siwezi kukataa kwamba katika watendaji mabaya haya wako watu wa dini wanahusika, lakini pia ni kwamba kwenye imani za dini ziko ambazo zinafundisha vizuri, lakini zingine hazifundishi vizuri, kwa sababu sasa hivi watu madhehebu mengi sasa hivi wanaangalia sadaka. Sasa ukiangalia sadaka peke yake, mambo mengine ukayaacha, lazima watu wataharibika, kwa sababu inatakiwa kwa mfano somo la utakatifu na kujitenga na mambo mabaya, ili somo lifundishwe kwa bidii. Sasa hivi halifundishwi. Yaani kwenye nyumba za ibada sasa hivi ni nadra kusikia neno utakatifu na kujitenga na uovu. Ni nadra. Lakini sasa hivi kinachofundishwa, njoo utabarikiwa magari, njoo utapata hiki na hiki, kwa sababu magari na nyumba kila mtu anapata. Lakini sasa unakuta kanisa linafundisha magari na kupata nyumba, kupata mke, njoo uchukue upako wa kupata vitu. Yaani tatizo kubwa ni kwamba nyumba za ibada nazo zifanyaje, zimechangia kumoja maadili, kwa sababu hazijasimama sehemu yake. Kusimama sehemu yake ni kwamba makanisa au nyumba za dini zifundishe utakatifu na kujitenga na uovu. Lakini sasa hiyo ndio. Kwa majina naitwa Martha Nyanda au Mrs. Nyanda, na ninaabudu kanisa la TAG Forest ya kwanza. Ni kweli kwamba Mbeya kwa mfano ni eneo ambalo makanisa ni mengi, na kama makanisa ni mengi maana kwamba watu wanamjua Mungu katika maisha yao. Lakini kwa nini haya matukio labda yanatokea sana katika, labda inawezekana katika mkoa wetu wa Mbeya au katika Tanzania? Shida ninayoiona ni kwamba watu wamefikia mahali wamemzoea Mungu, wameona Mungu kama ni kitu cha kawaida, na ndio maana mtu anapofanya hata kitendo lake kitajwa linaonekana la Kikristo, lakini kiuhalisia ni kwamba huyu mtu amezaliwa katika kanisa, ameishi katika kanisa, amekulia katika kanisa, lakini ile kumjua Mungu binafsi, hajamjua Mungu binafsi kama ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa hiyo ndio maana unaweza kukuta kwamba mtu huwezi kutofautisha aliyeokoka na ambaye hajaokoka, kwa sababu tu kwamba watu wamezoea, wanamwona Mungu kama ni Mungu wa kawaida. Na
lakini pia tujue kwamba katika sehemu yoyote, kwa wale ambao labda wamesoma physics wanaweza kukubaliana mimi, katika sheria ya Newton ya 3 wanasema kwamba kila action yoyote kuna nguvu ambayo inarudisha sawasawa na jinsi ilivyotolewa. Kwa hiyo ina maana kwamba shetani pia ana nguvu sana au anashambulia sana kanisa la Mbeya, kwa sababu anajua kwamba ndio mahali ambapo imani sahihi imeanzia katika nchi yetu ya Tanzania. Sasa watu wengi ambao tuko kanisani wakati mwingine hatuelewi sasa kwamba tuko vitani, tunakaa tu kama kirahisi tukijua kwamba tunaenda mbinguni bila kuangalia kwamba vita ni vikali sana. Kwa hiyo kwa ushauri wangu tu labda kwa watu wa Mbeya, tunatakiwa tuamke sasa, tusimame, tumtafute Mungu ili Mungu ajidhihirishe katika maisha yetu. Kuna kundi kubwa ni wanatoka madawati ya jinsia. Sasa nimuombe Kamanda Kuzaga tukaweke nguvu hapo, tuondokane kabisa na adha ya matatizo ya kijinsia ndani ya jamii yetu, hususan swala la ubakaji. Changamoto iliyopo, zoezi hili sasa halifanyiki tu na wananchi, linafanywa na walezi wa watoto wale. Sasa tukaweke nguvu eneo hilo, nalo limekuwa ni kundi linalolalamikiwa. Tuhakikishe tunapokuja tena hapa mwakani kwenye Police Family Day tuwe na cha kusherehekea kwamba Mbeya yetu ni salama kwenye swala zima la unyanyasaji wa kijinsia, hususan kwenye kundi la watoto. Mbeya oye!